Luka 22 mstari wa 33. Tuanzie 31. Inasema aje? And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for you, that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. 33. But he said to him, Lord, I am ready to go with you, both to prison and to death. Then he said, I tell you, Peter, the rooster will not crow this day before you will deny 3 times that you know me. Praise the Lord. Huyu ni Petro ambaye alikuwa one of the disciples of Jesus. Na walitembea na Yesu. Yesu akifanya miujiza, Yesu akifanya ishara na mambo makuu ambayo Yesu alitenda wakiona. Maandiko inasema kwamba ikafika wakati Yesu ili aweze kuchukuliwa ama kunyakuliwa ama kurudishwa kwa Baba. Na maandiko inasema kwamba akaanza kuwanenea na kuwatayarisha wanafunzi wake. Hakuenda tu hivyo bure, lakini alikuwa anawaandaa. Kila wakati anawaambia kwamba ninaenda na mahali ninaenda nanyi mtakuwa mahali pale. So he prepared his disciples na akawaelezea jinsi ya kuenda. Na alipofika wakati wake wa kuondoka, akaandaa meza ama mkate ili wale na wanafunzi wake. Hapo ndipo alianza kunenea wanafunzi wake na akawaambia, katikati yenu kutakuwa mmoja ambaye atakaye ni betray ama atakaye ni kana. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko inasema kwamba alipokuwa ananena maneno haya, Petro akasema, hapana, mimi nimeamua ya kwamba hata kaburini nitakwenda pamoja na wewe, hata gerezani. So Petro alikuwa ready kuenda pamoja na Yesu. Lakini Yesu anaona ya kwamba huyu kulingana na ile hali nitapitia ataniacha. Ile vitu atakutana nazo, maana Yesu alikuwa anaona mahali anaenda. Alikuwa anajua kile atakutana nacho, lakini Petro hakuwa anajua. So Petro anajijaza na kusema, I know, mimi nitaenda na wewe na sikuachi. Hata kama ni gerezani tunaenda na wewe nitaenda. Hata kama ni kifo nitaenda. Lakini tunaona nini katika maandiko? Ya kwamba ilifika wakati, ukisoma haya maandiko inasema ya kwamba ikafika wakati Petro Yesu akashikwa na wakati wake wa kusulubishwa na kuteswa ukafika. Lakini maandiko inasema nini? Ilifika wakati Petro vile alivyoona mambo yanaendelea, alimkana Yesu. Praise the name of the Lord. Alimkana Yesu hata kama alikuwa ameamua na hata kama alikuwa na nguvu. Naona ya kwamba ni nini hicho kitanifanya niache Yesu? Sioni, ninaangalia sioni. Akatazama kwa sababu alikuwa amekutana na challenges, alikuwa ako kwa maisha, ako kwa dunia na anaona vile mambo yanaendelea. So hakuwa naona lolote lile litawezafanya amwache Yesu. Lakini ikafika mahali akamkana Yesu. Kwa sababu aliona vile ameanza kufanywa, vile mambo yameanza kuendelea kwa maisha kwa Yesu. So akaanza kurudi nyuma. And I want to read the word of God in the book of John 21 verse 3. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah, hallelujah. 21. Inasema wakati Yesu sasa ameenda na Petro amemkana na akamwambia siku ya 3 nitafufuka. It was only 3 days. Only 3 days. Lakini Petro hakuweza kugoja vile Yesu alisema ya kwamba nitafufuka na nitarudi, nitafufuka. The Bible says in the book of John 21 verse 1 inasema, after these things Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. And in this way he showed himself Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 others of his disciples together. 3. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we are going with you. And also they went out and immediately go into the boat. And that night they caught nothing. 4. But when the morning had now come, Jesus stood on the shore. Yet the disciples did not know that it was Jesus. Then Jesus said to them, children, have you any food? They answered him, no. And he said to them, cast the net on the right side of the boat, and you will find some. So they cast, and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish. 7. Therefore, that disciples whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment,
for he had removed it and plunged it into the sea. Praise the Lord. But the other disciples came in the little boat. We can see wakati Yesu alichukuliwa na wanafunzi, kuna mahali walikuwa wametolewa, walikuwa wanataka samaki, walikuwa they were fishermen, lakini hapo ndio Yesu aliwatoa akawaambia, I'll make you fishers of men. Na wakati alikufa na wakati wake wakafufuka ukafika, na ndio hapa tumesoma akawatokea. But the Bible says hawakuwa wanamjua. Kwa sababu gani? Walikuwa already wametoka wametoka katika njia ambazo ni za Mungu, ama katika ile hali Yesu alikuwa amewaacha. Hawangemuelewa kwa sababu they were no longer disciples. Walikuwa washatoka. So hawangeelewa, hawange understand Yesu. And the Bible says ya kwamba mmoja akaambia Petro, unajuaje? Akawatokea, maana walirudi. Peter akasema, and the second ilikuwa kwamba that don't go back fishing. Usirudi kutaka samaki, my sister, my brother. Don't go back. Petro alikuwa amerudi, akaambia wanafunzi, the other disciples, I'm going back. Juu ile Yesu alisema, mimi sioni anything. I don't see. Sioni kama atafufuka. So akawa hana kugoja, hana ile imani ambayo Yesu alikuwa amemwambia nitafufuka siku ya 3. Shikilieni imani, kaeni hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Peter akaona imekaa sana, sitagoja, wacha nirudi kwanza, at least ni haso kidogo, nikiona hali iko namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Akarudi kutaka samaki. Na maandiko inasema wakati Yesu aliwatokea na that night, the Bible says hawakutaka chochote, kwa sababu hawakuwa na Mungu ambaye alikuwa anawawezesha wafanye mambo ama mambo ifanyike kwa maisha yao. Walikuwa washaondoka. So mwenye kuwawezesha kupata mapato yao na maisha yao yaendelee sawa, hawakuwa na yeye. Walikuwa already wametoka. So Biblia inasema ya kwamba walipoenda kutega samaki, hawakupata chochote. Na Yesu akawatokea. Ama kuvua samaki. Hey, haleluya. Hiyo ndio ya Kiswahili nayo. Asante Jessica. Kwa hivyo hawakupata chochote. Yesu akawatokea akawaambia, "Je, mna kitu tunaweza kula?" Akawaambia, "Hapana, hatuna chochote." Akawaambia, "Basi endeni pale mkaweze kuweka nyavu zenu na mtapata." Bwana Yesu asifiwe. One of disciple moja akamjua ni Yesu. Lakini yeye hakuwa ameondoka sana. Roho yake bado alikuwa tu pale. Lakini Petro alikuwa ashatoka na ameenda na niye alianza asema kwa hivyo alikuwa na watu ambao humotivate. Akisema kitu watu wanamfuata. Kuna watu wako hivyo. Hata ufikirii mtu amesema nini, you just go. So the Bible says ya kwamba Yesu mmoja akamwambia, "Huyu ni Yesu." Wakati Peter alisikia hivyo, alikuwa amevua vazi lake la juu. Akafanya haraka akavaa na akarudi kwa maji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu aliona kama mambo yamekawia. Mungu alikuwa anamnenea aje that there are people who already give up. Wanaona kama kile Mungu alipromise kama hakiko. It's like Mungu hafanyi sasa. Mungu hatendi. Mungu amekawia. Naona ni kama hakuna kitu inatendeka. Mungu alipromise is a year of God expansion. Me, I don't see anything. Sioni kama kuna kitu inafanyika. I'm giving up. Kama ni biashara, you are giving up on business. You are giving up on God. Don't go back. Don't go back. Usivue lile vazi. Usirudi mahali Mungu alikutoa. Kaa pale, goja Bwana. Kwa sababu ukitazama utaona ya kwamba Yesu alirudi, alifufuka siku ya 3 kama vile alikuwa amesema. Kwa hivyo kama Mungu amesema jambo, usione kama amekawia. Biblia inasema ya kwamba hachelewi, haji haraka na hakawii. Atakuja kwa wakati unaofaa. Usivue hilo vazi la wokovu, the garment of salvation. Maana ukisoma katika kitabu cha Revelation inaongea kuhusu the garment, vazi watakaoingia katika kula pamoja na Kristo ni ambao watakuwa vazi lao bado liko safi, ambao bado wamekaa kwa Kristo. Usiachane na Kristo kwa sababu ya hali. Usione kana kwamba amekawia. Usione kama kwamba jambo ambalo alikuahidi miaka 2 ama miaka 3 ni kama halitendeki. Bado Yesu yuko. Bado Mungu ako na nguvu na atakuja kutimiza. Amen. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo tulie kwa Bwana. Petro alitembea na Yesu, akaona miujiza, akasikia maneno kwa masikio yake,
akajionea kwa macho yake matendo ambayo Yesu Kristo alitenda, lakini baadaye akaona ni kana kwamba haifanyiki. Unaweza kaa kwa wokovu kwa miaka mingi lakini hauna imani na Mungu huyu. Unaona kama Mungu amekawia. Unafika ina situation, sometimes a situation inakuangalia, inakukondolea macho hivi. Unaona ni kama kwamba Mungu hako. Praise the Lord. Wakati huu tuko katika hii hali, mambo yanaonekana ni kama ni magumu kwa watu wengine, lakini kwa wewe ambao unamtumainia Mungu utang'aa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hauta fade, kwa sababu tegemeo lako haliko kwa mambo ya dunia, haiko kwa biashara unayoifanya, haiko kwa watu wengi ambao wanakusaidia. Tegemeo lako liko kwa Bwana. Mtazamie, maana anakuja kukukumbuka. Amen. Maana anakuja kutimiza kile ambacho alisema. Yes. Hachelewi, hajakawia. Bado masikio yake yanasikia, bado macho yake yanatazama, bado mkono wake una nguvu wa kukutoa katika hiyo hali ambayo uko ndani yako. Oh, yes. Praise the Lord. Amen. Don't give up on God. Don't go back fishing. Usirudi mahali Mungu alikutoa. Usiachane na Mungu. Hata kama utalala njaa, lala njaa ukiwa na Mungu. Amen. Afadhali ufukiwa nyumba ukiwa na Mungu. Amen. Lakini usimkane. Amen. Praise the Lord. Kwa sababu in this world things are going tough every day. But one thing that I believe, and that one thing that I know, that those people that trust in the Lord, they shall be strengthened. They shall wing up like eagles. Yes. Praise the Lord. Wakati wa mawimbi ama wakati wa dhoruba na mawimbi what do we say? Mawimbi ama upepo mkali. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo Mungu yuko, atakupatia nguvu ya kupaa katika hiyo upepo mkali, maana an eagle inafurahia wakati huo, ndio inaweza kuenda juu zaidi. Huu ndio wakati wetu wa kupaa katika maombi. Huu ndio wakati wetu wa kuinua imani yetu iende juu, kwa sababu sisi hatutachoka, sisi hatutakufa nguvu, hatutapotoa na nguvu, hatutatupa tumaini na Mungu. Tutamngoja kwa sababu anatenda. Praise the Lord. Kwa hivyo siku ya leo ujumbe ni don't give up on God. Usikufe moyo. Usione kama hilo jambo ni ngumu kwa Bwana. Hakuna jambo ngumu kwake. Wewe ambao una give up in marriage, unasikia ya kwamba kama unaweza quit, just trust God. Kaa pale, panda, ni wakati wako wa kuomba. Enda kwa magoti, tafuta Mungu, ako na jawabu. Jawabu haliko pale ambapo uliko, maana wanafunzi hawakupata chochote mpaka Yesu aliporudi tena akawaambia pale, hapo ndipo kuna fish. Unless God, yeye ndiye atakuongoza mahali kwa majani mabichi. Biblia inasema kwamba atatulisha mahali kuna maji ya utulivu na majani mabichi. He will provide even the time of trouble. Amen. The Bible says that he is the closest friend in the times of trouble. He is present. Yani he is present. Kusema present kuwa hatoki pale. He is there always for you. Don't give up on God. Don't go back. Don't remove your outer garments. Usiacha na wokovu ukimbilie mahali pengine, maana dunia haina msaada. Msaada unatoka kwa Mungu. Amen. Praise the Lord. Amen. I want to invite my pastor Pauline to pray for us, and kwa sababu nimemaliza ujumbe ambao Mungu amenipatia, na Mungu awabariki na watende mema. Let's appreciate God for that word. We should not give up on God, no matter what we are going through. Don't give up on God. God is still in control, He's still in charge. And one thing I learned about that sermon is Jesus appeared right at the right time, and the first question he asked, "Children, have you eaten?" Yeah. He was more concerned about the need at that time. Yes. They were hungry, fishing the whole night, no food. So Jesus is concerned about your situation today. Amen. And all He needs you to say is, "Yes, Lord, I am in this situation, and I know you can handle it." Amen. Jesus is asking, what is that you need today? My child, have you eaten? My child, what is the situation of your job? My child, what is the situation of your house? Yes. What can I do for you? And all He's asking is for you to give Him an answer. Don't run away. Don't give up on Him. He is right there with you. Let us pray. Father, I thank you. I bless you for your word today. Thank you, Lord.
For you are with us in and out of circumstances, Lord. I thank you for reminding us today that we are not alone. We were never alone from the beginning, Jehovah God. Thank you for you remind us that you are walking with us, Lord. Despite where we are, thank you, Lord, because you are reminding us that you will strengthen us. And we will rise up on wings as eagles. We will run and not grow weary because we wait on you. That is your word. Those that wait upon the Lord. Jehovah God, today your people choose to wait on you, Lord, tirelessly, holding on to your word, oh Jehovah God. And to that person who is about to give up, Jehovah, right now I send forth this word to strengthen their hearts, oh God. I pray for that person who is asking, what about my family, Jehovah? Lord Jesus, appear in that situation today as you appeared on the disciples' situation at the seashore. Jehovah God, show yourself mighty. In the name of Jesus Christ, oh Lord, the Bible says that they that even they could not pull up the net. You are God who supplies in abundance. Jehovah God, supply for your people in abundance today, Jehovah God. Open doors in ways they did not expect. I know the disciples had already done that. They had already that side. But Jehovah God, when you command the fish, they come running. Jehovah, command that provision today. Command that open door in the life of somebody who's looking for a job. Provide, Jehovah God, in ways they cannot explain. They cannot be able to imagine, that they will say glory to the name of Jesus. And we worship you and we magnify you. In Jesus' name we do pray and believe. Amen.